ambalo lilikuwa linahubiriwa. Kazi yetu kubwa kama chama ni kuhakikisha tunahamasisha upigaji wa kura, lakini kuwatia moyo wa Tanzania kwamba kazi inaendelea. Nashukuru sana. Naam, asante sana. Hayo yalikuwa ni yale ambayo yalikuwa kijiri katika kituo namba 2 katika ofisi za mtendaji wa kata ya Kilimani hapa mjini Dodoma, mahali ambapo tumeshuhudia pamoja na mgombea mwenza nafasi makamu wa rais kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi Balozi Daktari Emmanuel John Nchimbi, lakini tumeshuhudia hapo Kenan Kihongosi kama alivyojitambulisha, ikiwa ni katibu wa itikadi, uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi, ambaye naye amepiga kura hapo katika kituo hicho. Na hivi sasa Victoria Patrick, baada ya kuwa tumempitisha mtazamaji kwenye baadhi ya mambo hapa kwenye zile takwimu, tulitaja majimbo kwamba yapo 11 kwa mkoa wa Dodoma. Pengine kabla ya kuelekea Singida kwa mwenzetu Jamaldina Abu ambaye tunaambiwa yuko tayari, tulitaja tu majimbo 3 tulisha Kondoa mjini, lakini wilaya ya Kondoa hiyo pia na jimbo la Kondoa, lakini katika wilaya nyingine ni ya Bahi ambako lipo jimbo la Bahi, wilaya ya Chamwino, majimbo mawili na Chamwino yenyewe lilikuwa likifahamika kama Chiwamwa, pamoja na jimbo la Mvumi lilikuwa likifahamika vile vile kama jimbo la Mtera, lakini vile vile lipo jimbo la Chemba kutoka wilaya ya Chemba na jimbo la Kongwa wilaya ya Kongwa na wilaya ya Mpwapwa na yenyewe na majimbo mawili, jimbo la Mpwapwa lenyewe ni miongoni mwa majimbo makongwe kabisa, pamoja na jimbo la Kibakwe. Na sasa baada ya kuwa tumempitisha kwenye walau mawili matatu ya hapa Dodoma, mtazamaji wetu tumpeleke sasa mkoani Singida, na ni mwendo kama kilomita 100 ama 95 mpaka 100 hivi kutoka pale manispaa ya Singida mpaka katika wilaya ya Mkalama, katika kituo cha Iguguno. Huko yupo mwanahabari wetu Jamaldina Abu ambaye anatupitisha kwenye hali ya mambo yanayojiri katika eneo hilo. Karibu sana Jamaldina Abu, kipokea kijiti hiki, tujuze na mpitishe mtazamaji kwa kile ambacho kinajiri hapo mkoani Singida na hasa wilayani Mkalama. Asante sana Sheri Thomas, nimekupata vizuri na kwa hakika hapa kweli tupo mkoani Singida, na hapa ambako unaniona nipo katika kituo cha Iguguno, wilaya Mkalama, ama unaweza kusema jimbo la Iramba Mashariki, ndiko ambako nimeuweka mguu wangu hapa, na ambapo unaona nyuma zoezi linaendelea. Wananchi wamejitokeza, na tangu asubuhi nimepita katika vituo kadha wa kadha, nimeona mwitikio wa watu, lakini kubwa zaidi ambalo nimeliona ni utaratibu kufuatwa na makundi maalum kupewa kipaumbele. Lakini hapa nipo na msimamizi wa uchaguzi katika jimbo hili la Iramba Mashariki, na nitazungumza naye yeye kujua ni kwa namna gani zoezi limekwenda tangu asubuhi na hali ipoje mpaka hivi sasa. Utaanza kujitambulisha jina lako, alafu utatuambia hali ipoje katika jimbo hili tangu asubuhi na mpaka hivi sasa zoezi linaendelea. Kwa majina naitwa Elianoa Samata, msimamizi wa uchaguzi jimbo la Iramba Mashariki. Zoezi la uchaguzi katika jimbo la Iramba Mashariki linaenda vizuri. Asubuhi saa 1 kamili vituo vyote vimefunguliwa vilivyoko ndani ya jimbo la Iramba Mashariki, na wananchi wamejitokeza na wamehamasika kwa wingi katika kuja kupiga kura. Na hapa tupo katika kituo cha kituo cha kupigia kura katika ofisi ya kijiji cha Iguguno, kata ya Iguguno, ambapo unaona wananchi wapo kwa ajili ya kuchagua viongozi, rais, wabunge pamoja na madiwani. Pengine tangu kuanza kwa zoezi hili alfajiri ya saa 1 asubuhi ile mpaka muda huu ambako tunazungumza, kuna changamoto zozote zimejitokeza na mmeweza kukabiliana nazo kwa namna gani? Mpaka saizi ninavyoongea hakuna changamoto yoyote iliyojitokeza, na zoezi la upigaji kura linaenda vizuri, salama na amani. Maandalizi na imani yamekamilika. Kuna ambao bado hawajajitokeza, wito wako ni upi? Natoa wito kwa wananchi wajitokeze kuja kuchagua viongozi, kwa sababu wasipokuja kuchagua viongozi, wananchi wengine watachagulia viongozi. Kwa wananchi wote wajitokeze kuja kuchagua viongozi wanaowataka. Asante sana. Lakini na wakati huu baada ya kumaliza kuzungumza na msimamizi wa uchaguzi katika jimbo hili kutueleza hali ambavyo inakwenda, lakini maandalizi ambayo yamefanyika, na kama ambavyo umemsikia hakuna changamoto ambazo zimejitokeza, niungane sasa hapa na mkurugenzi mtendaji wa halmashauri hii ya wilaya ya Mkalama kujua ni kwa namna gani sasa zoezi linaenda na ambavyo yeye ameliona. Utajitambulisha jina lako alafu utatuambia zoezi umeliona linakwenda kwa namna gani?